Ni kwamba tumetoa elimu ya kutosha na tunaendelea kutoa elimu ya kutosha. Watu wameacha wizi kwa sababu wako kuna mikataba, wanaamua kutulia na pikipiki, wenyewe wanakuja kukamata. Wengine sio raia. Ni maandamano ya vijana waendesha pikipiki maarufu kama madereva bodaboda hapa mkoani Kigoma, na wameandamana katika eneo hili la roundabout. Lengo kubwa ilikuwa ni kwenda kuonana na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Tobias Andengenye, kwa kile ambacho wanadai kwa kituhumu polisi kwa kuwanyanyasa. Polisi wamekuwa na operation zaidi ya wiki 3 sasa kwa ajili ya kuweza kukamata bodaboda ama madereva pikipiki. Kwa wale ambao hawajakizi vigezo, imekuwa ni operation ambayo imedumu hapa mkoani Kigoma kwa zaidi ya wiki 2 sasa, na wamekuwa wakikamatwa, lakini wao wanasema haya ni manyanyaso na hawapendi kuona hivi kwa sababu wana mikataba na mabosi zao, wanashindwa kufanya kazi kwa uhuru. Na sasa hivi jeshi la polisi limeweza kuwatawanya katika eneo hili la roundabout. Mabomu ya machozi yameweza kupigwa, lakini polisi wameweza kutapakaa katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuwatawanya vijana hawa wa bodaboda. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kutokea hapa mkoani Kigoma baada ya vijana zaidi ya 300 kuandamana wakilia vilio kunyanyaswa na jeshi la polisi. Lakini kwa upande wa jeshi la polisi wanazungumziaje kuhusiana na sakata hili? Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Philemon Makungu amezungumza kutokana na tukio hili. Tuna operation zetu tunaendelea nazo. Sasa tumeshaongea na viongozi wao, wako wanaongea nao huko ndani mitaani, kwa sababu kama unaona sasa hivi unaona huko mitaani, naona wanakimbia ovyo, wamejificha, si ndio? Sasa baadaye tutakutana na viongozi wao hapa, tutaongea, tutawekana sawa. Sisi tunachotaka amani na utekelezaji wa sheria. Basi mimi nafikiri sio kufunga, walikuwa wanajikusanya. Na unaona sasa barabara si unaona imesha kuwa wazi. Barabara iko wazi kwa sasa hivi. Wengi kuna mengi. Huyu analalamika, alete. Atuone tu, sisi tunashughulikia kila kitu. Wala haina shida hiyo. Tuma tu, mtu anapewa tu. Ili mradi uweze kuja. Sasa mtu hajaleta tuma tukaiona nini, halafu tukaona. Mtu si akituhumiwa sana shughulikiwa. Kwa hiyo haina shida hiyo. Tutaiona utaratibu wa jeshi la polisi. Wapo wanavaa uniform na wengine kiraia. Huo ni utaratibu wa kazi. Tumeelewana? Ni kwamba tumetoa elimu ya kutosha na tunaendelea kutoa elimu ya kutosha. Shida iliyopo, hawa bodaboda wengi, hata wengine leseni hawezi kupata. Kwa sababu gani? Hawana NIDA. Wengine sio raia. Umeelewa? Wengine sio raia. Ndio shida iliyopo. Hivi vijue vyote vya bodaboda vina walezi ambao ni traffic polisi. Vyote. Nimeenda kijue kimoja pale. Kijue kimoja nilienda wiki iliyopita. Kile kijue kina watu zaidi ya 50, lakini watu zaidi ya 20 hawana leseni na hawawezi kupata leseni kwa sababu hawana NIDA. Kwa hiyo tunawaelimisha, elimu tunazitoa sana na tumeshafanya mpango mzuri. Wale walezi wale wasaidie kupata leseni. Kwa hiyo hizo ni maneno tu ya watu. Sasa mtusaidie. Huyu ambaye ana shida sana mlete kwa kamanda, uone kama hatujamsaidia. Mimi nafikiri mniache tuendelee doria kwanza, alafu sura hii ni mbaya kwa Kigoma kuona sasa mpaka maandamano yanatokea na operation bado inaendelea. Siwezi kusema kama ni mbaya au namna gani. Sisi tunajua tunaendelea kuelimisha na operation za usalama barabarani zinaendelea. Habari yangu nzuri kaka. Majina yako unaitwa nani? Jina langu naitwa Chitra Jackson Ntiruungwa. Kitu gani kikubwa ambacho kimeamuru leo bodaboda zaidi ya 200 mmeandamana hapa mkoani Kigoma? Kimechotokea Kigoma hapa ni kwamba hatuna mtetezi hata mmoja. Na tunasumbuliwa, hakuna anayeongea kuhusu sisi bodaboda. Pikipiki hata kama una leseni imelipwa mapato lakini unakamatwa, unapigwa virungu na wekwa ndani. Dakika za mwisho sometime kutoka mzamana wenyewe wanakudai mpaka laki. Tutafanya kazi gani iwapo bodaboda yetu hii ndio inaosumbuliwa na serikali hiyo? Mwisho wa siku tumeamua kuchukua maamuzi ya kuingia barabarani
kutokana tumeshindwa kupata msaada popote pale tunapotegemea. Ukamataji wao ukoje, yani namna ambavyo wanakamata nyewe madereva? Ukamataji wao cha kwanza ni dharau wanatumia. Wanafanya vurugu, haukamati kistaarabu, uelekezwi kwamba hapo umefeli wapi. Ile wanachofika wakikukuta kijiweni au barabarani, wana uwezo wa kugonga hata na defender lao ukadondoka. Na mabomu ya machozi haya hapa tumeshika mkononi. Serikali mko wapi? Okay. Nyie makosa gani ambayo pengine mnakuwa nayo, mnakuwa barabarani hamtumii kofia ngumu, leseni hamna? Leseni zipo, elementi tunazo, setimira tunazo, ila mwenye setimira na yeye pia anakamatwa. Sasa kula anaenda kudaiwa nini? Kwa hiyo wanapowakamata nyie wanawaambia ni makosa gani hasa? Makosa wanaotuambia ni setimira. Tukitoka kwenye setimira, kofia, basi imeisha na leseni. Ili ukiwa navyo pia unakamatwa. Na faini zake zikoje? Faini zake ni kuanzia laki, 50,000. Ukipigwa unapigwa mpaka laki na 20 na una kila kitu. Ujue anaposema hivi kudai kufuata sheria, kudai haki bila kufuata sheria ni kufanya fujo, sawa, ni kweli. Lakini kwa hili swala shatuzoea. Kamata pikipiki iende sendo itoke. Sasa bodaboda ni wengi hapa, umeona? Wakisema kwamba wakamate bodaboda wote, watu watakuwa naibiwa mchana kweupe. Umeona? Watu watakuwa wanafokolewa. Watu wameacha wizi kwa sababu wako kuna mikataba, wanaamua kutulia na pikipiki, wenyewe wanakuja kukamata. Hao wanawakamata kesho kutwa wanasikia wameiba mchana kweupe. Sasa kuna maisha ya hivyo. Sasa sisi hapa tunaenda nao sambamba. Tuna familia, nimeoa na mke ndani. Nikikamatwa mke wangu atakula nini? Atakula stori zangu. Bora ungefanya ustaarabu bwana, ni hivi na hivi tukafuata wanavyotaka wenyewe. Sasa uwe na elementi na setimira utakamatwa. Ukiuliza sababu ni nini unasikia leseni utatoa hii hapa leseni. Watakwambia utoe hela. Haya, makosa yako wapi? Ya kufanya wewe utoe hela, hamna makosa. Alafu anakukamata, shida ni nini? Kila sehemu wapo. Yaani kila wamejaa wajomba wamejaa. Kwanza mimi kabisa na laani kabisa kitendo kilichotokea. Kwa sababu hawa vijana wa bodaboda, ni kweli operation inaendelea. Na hiyo operation sio kwa ajili ya bodaboda peke yake, ni kwa ajili ya magari pamoja na vyombo vyote vya moto. Lakini hawa madogo inaonekana kwamba wao hawataka kufuata sheria, na nchi yetu inasimamiwa na misingi ya sheria. Sisi tumekaa kwenye vikao kwa ajili ya kuangalia hili jambo likoje, kwa sababu lilivyoanza sisi tulikuwa tulijui, ila tuliweza kuwaita katika kamati ya usalama kamati ile ya usalama barabarani ya mkoa, wakatoa ufafanuzi. Operation hii inalenga kukagua vyombo vya moto ambavyo havijakidhi vigezo, kwa maana ya bima, LATRA, side mirror, wanaongoa side mirror, wanaongoa dashboard, lakini ambao hawavai helmet. Na wamepewa maelekezo haya. Hii takriban wiki ya 3 operation inaendelea. Na hiyo operation sio tu ya kwetu hapa. Sasa baada ya kugundua kwamba bodaboda wengi wana makosa ambayo ni sahihi kwa maana ya leseni, LATRA, bima, sio na helmet, tumekaa nao chini sana kueleza. Ila madereva hawataka kufuata hayo. Mpaka leo hii asubuhi nimetoka Kibirizi kwa ajili ya kuzungumza nao. Ila wao wameungana wote, ukiangalia wote hawana setimira, hawana helmet. Mwisho wa siku kuja kuzuia watu kupita hapa. Mimi kama mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Kigoma, ni kweli kuna mambo ambayo tulishughulika nayo. Polisi walikuwa wanapiga bodaboda, walikuwa wanafanya hayo, shatatuliwa, wiki moja imeisha. Ila hii hali iliyotokea hapa sasa haikutakiwa kutokea tena, kwa sababu tumeshafikia kwa maridhiano mazuri. Anayetakiwa kukamatwa ni yule tu ambaye amevunja sheria, na ndio ana operation inaendelea. Na mimi kila siku niko kwa polisi. Lakini hili la kuzuia watu kupita kwenye kufanya matumizi, kuzuia hii roundabout, mimi kiukweli sikubaliana nao na nimelaani kivikali kabisa. Majina yako unaitwa nani? Mimi naitwa Samuel Lamek Joseph Mtema, ndio mwenyekiti wa bodaboda na bajaji mkoa wa Kigoma.